kusitishwa kwa uhasama, kuachiliwa kwa mateka ndani ya saa 72, kuondoka kwa hatua kwa vikosi vya Israel kutoka Gaza na kupokonywa silaha kwa kundi la Hamas. Kiev. Jeshi la Urusi limefanya mfululizo wa mashambulizi ya droni usiku kucha dhidi ya Ukraine. Haya yamesemwa leo na mamlaka ya nchi hiyo. Mamlaka ya Ukraine imesema droni za kivita zilirushwa karibu na mji wa Dnipro na Kharkiv. Shabaha za droni hizo haikuwa wazi. Shirika la habari la Ukrinform limeripoti kwamba mbali na droni hizo, ndege za kivita za Urusi pia zilitumika. Mji wa Zaporizhia na vitongoji vyake pia vilishambuliwa kwa mabomu ya kuongozwa jana jioni. Hakukuwa na maelezo yoyote juu ya majeruhi au kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo. Ukraine inaaminika pia kurusha droni usiku kucha kuelekea Urusi. Viwanja vya ndege vya Kaluga, Volgograd na Saratov nchini Urusi vilisimamisha kwa muda shughuli za ndege bila kutoa sababu zozote maalum. Kwa kawaida, hatua hiyo ikionekana kuwa onyo la uwezekano wa mashambulizi ya droni. Jeshi la Ukraine halijatoa tamko lolote kuhusu hali hiyo. Tehran. Iran leo Jumamosi imetekeleza hukumu ya kifo dhidi ya wafungwa 6 wanaodaiwa kufanya mashambulizi katika eneo la kusini magharibi lenye utajiri mkubwa wa mafuta kwa niaba ya Israel. Hawa wakiwa wafungwa hivi karibuni zaidi kuuawa katika wimbi la mauaji yanayoaminika kuwa ya juu zaidi katika muda wa miongo kadhaa nchini humo. Iran imesema wanaume hao waliwaua maafisa wa polisi na vikosi vya usalama pamoja na kupanga mashambulizi ya mabomu yaliyolenga maeneo karibu na mji wa Khorramshahr katika mkoa wa Khuzestan nchini Iran. Televisheni ya taifa ya Iran ilipeperusha hewani picha ya mmoja wa watu hao akizungumzia mashambulizi hayo, akisema ni mara ya kwanza kwa maelezo hayo kutolewa hadharani. Mauaji hayo yanafuatia vita vya siku 12 vya Iran na Israel mwezi Juni vilivyomalizika, huku Iran ama Tehran ikiapa kuwa itawaandama maadui zake ndani na nje ya nchi. Hata hivyo, wanaharakati wanaonya kuwa Iran mara nyingi hutegemea kukiri kwa kulazimishwa na kesi za faragha katika hukumu yake ya kifo, hasa zile zinazoihusisha Israel. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. London. Polisi nchini Uingereza leo imewahoji watu 6 waliokamatwa kwa tuhuma za makosa ugaidi baada ya shambulizi dhidi ya sinagogi moja huko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo ambalo lilisababisha vifo vya watu 2 na kuiacha jamii ya Wayahudi wa Uingereza ikiwa kwenye mshtuko na huzuni. Polisi imesema wanaume 3 na wanawake 3 wenye umri wa kati ya miaka 18 na 60 walikamatwa katika eneo la Manchester kwa tuhuma za kupanga na kutekeleza vitendo vya kigaidi. Shambulizi hilo limeitia hofu jamii ya Wayahudi wa Uingereza na kuzidisha mjadala kuhusu ukosoaji wa Israel na chuki dhidi ya Wayahudi. Baadhi ya wanasiasa na viongozi wa kidini wanadai kuwa maandamano ya kuunga mkono wa Palestina ambayo yamekuwa yakifanyika mara kwa mara tangu kuanza kwa vita vya Gaza yamechangia katika kueneza chuki dhidi ya Wayahudi. Hatimaye Nairobi. Shirika la kupambana na matumizi ya dawa na kusisimua misuli duniani WADA limesema jana kwamba Kenya imepiga hatua kubwa katika kusafisha mifumo yake na likachelewesha vikwazo dhidi ya taifa hilo kwa kutozingatia kanuni za matumizi ya dawa hizo. WADA imesema kutokana na juhudi hizo za Kenya, tishio la adhabu husika halikuanza kutekelezwa kufikia muda huo wa mwisho hapo jana. Swala hilo kuhusu Kenya limerejeshwa kwa idara ya uzingatiaji wa kanuni ya WADA ambayo itaangalia upya utendakazi wa shirika la Kenya la kupambana na matumizi ya dawa za kusisimua misuli ADAK na kutoa masasisho. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Asante sana Tatu Karema kwa taarifa hiyo ya habari. Msikilizaji, wakati huu basi ni wakati mwafaka kujiunga katika mduara maoni mbele ya meza ya mduara hivi leo ambapo Mohamed Khelef. Wiki hii inamalizika, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kile alichokiita mpango wa amani wa Gaza ambao unalenga kumaliza vita vya miaka 2 vya Israeli kwenye ukanda huo na pia kuwarejesha mateka wote waliosalia mikononi mwa wanamgambo wa Palestina na kujenga upya Gaza na bila shaka Palestina kwa ujumla. Mpango huo wenye vipaumbele 20 uliridhiwa papo hapo na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu,
Ikasemwa pia kwamba ulisharidhiwa na baadhi ya mataifa ya Kiislamu na Kiarabu sambamba na mataifa kadhaa ya Ulaya. Lakini makundi mbalimbali ya Kipalestina kama vile Islamic Jihad yameshaelezea wazi upinzani wao kwa mpango huo, huku kundi kubwa kabisa la Hamas likiwa hadi tunarekodi makala hii halijaweka wazi bado msimamo wake. Leo kwenye wasaa huu wa meza ya duara tunajikita kwenye kuyatupia macho mapendekezo haya ya Trump na kile ambacho yanamaanisha au tuseme yasichomaanisha kwenye swala zima la mzozo huu mkongwe wa Mashariki ya Kati. Ama uridhiwe au usiridhiwe, ama utekelezwe ama usitekelezwe. Je, mpango huu hasa unaakisi nini kwenye uhalisia wa ndani ya Palestina yenyewe, ndani ya Israel, ndani ya ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu na jumla kwa dunia nzima? Hilo ndio suala kubwa la leo, na tunaungana hapa kwa njia ya simu na wachambuzi wetu. Tunaye Bwana Abdul Fattah Musa, mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati na eneo la Ghuba, akiwa Tehran nchini Iran. Tunaye Abdurrahman Muhammad akiwa Leicester, Uingereza, na tunaye pia mchambuzi na mwandishi wa habari akiwa Dar es Salaam, Tanzania, Ibrahim Rahbi. Waungwana, karibuni sana kabisa kwenye maoni mbele ya meza duara. Nitaanza kwako wewe Abdul Fattah Musa, kwa ujumla wake umeufahamuje mpango huu? Asante sana bwana mwenyekiti. Mpango wa Rais Trump kwa ajili ya kuleta amani katika ukanda wa Gaza, kitu kikubwa ambacho kimejitokeza mbele yake ni suala la kumaliza vita vya Gaza, jambo ambalo limekuwa linapigiwa kelele kwa muda mrefu sasa, baada ya Israel kutuhumiwa kwamba inachofanya Israel Gaza ni mauaji ya kimbari na maangamizi ya kizazi cha Wapalestina. Kiangalia namna ambavyo kimependekezwa na hali halisi ya ule muhtawa ya mpango wenyewe, utahisi kwamba ni mpango ambao pengine kwa nje yake umerembwa, lakini kiuhakika si mpango hasa wa amani, kwa sababu kimsingi ni kwamba huu ni mpango ambao kwa sehemu kubwa sana unalenga kuisaidia Israel kusahilisha au kuwepesisha kile ambacho kwa muda wa miaka miwili imeshindwa kukifikia kwa njia za kijeshi, kwa vita na mauaji makubwa katika ukanda wa Gaza. Sasa Rais Trump ameamua kutumia njia ya kidiplomasia kuweza kuifanikishia mpango wa Israel. Nalo ni kwamba kwanza, kuhakikisha kwamba mateka wote wa Israel wanaachiwa huru; pili, kuhakikisha kwamba Hamas inasalimisha silaha zake, na vile vile kuhakikisha kwamba Hamas inasambaratishwa moja kwa moja, na ile dhana na ndoto kuu ambayo Wapalestina baada ya kupata hata uungaji mkono wa kimataifa katika kipindi hiki cha miaka miwili cha kuwa na taifa lao na kuweza kujitawala, kulifuta moja kwa moja au kuliweka mbali sana katika matarajio ya kwamba ati iko siku Wapalestina na wao wataweza kuja kuwa na taifa lao, kama ambavyo inaelezwa suluhu ya kuunda mataifa mawili ya Israel na Palestina iweze kutekelezeka, kama ambavyo tumeshuhudia katika mkutano huu wa mara hii wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo nchi kadhaa zimejitokeza hadharani, hasa za magharibi, kutangaza kwamba zinaitambua nchi yenye kujitawala au nchi yenye mamlaka ya Palestina. Kwa hivyo, kwa muhtasari ni kwamba mpango huu kwa mtazamo wangu mimi ni mpango ambao ni wa msiba mkubwa kwa hakika kwa Palestina, na kitu kimoja ambacho wataalamu wengi wamekuwa wanakizungumzia ni kwamba hata huu mpango wenyewe umekuwa ni mpango uliokuwa na sura ya usaliti, kwa sababu baada ya mkutano wa Rais Trump na viongozi wa nchi 8 za Kiarabu na Kiislamu uliofanyika New York, inasemekana kwamba rasimu ya awali ya mpango huu ilikuwa ni kitu kimoja ambacho nchi hizo za Kiislamu na Kiarabu zilitolea taarifa kuunga mkono, na kile ambacho katika hatua ya mwisho kimetangazwa hadharani katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika White House kati ya Rais Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kulikuwa na vitu kadhaa ambavyo ndani yake vimebadilishwa kwa maslahi ya Israel. Naam, asante Abdul Fattah kutufungulia. Huoni kwamba mpango huu utasaidia chote katika utatuzi wa mzozo huu? Lakini wengine wanasema angalau ni mpango wa kunusuru kilichosalia ndani ya Gaza. Manake ukisema kwamba Israel ndani ya kipindi cha miaka miwili haijafanikiwa chochote katika Gaza, wakati tunaona kwamba karibuni 90% kwa Umoja wa Mataifa, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, wa majengo ya Gaza yameshabomolewa. Ni watu zaidi ya 60,000 wameshauliwa, miongoni mwao karibu nusu ni watu na wanawake. Ya viongozi wakubwa wa Hamas, kwa mfano Sinwar Ismail Hania, kwa mfano ndugu yake Sinwar Mohamed Sinwar, wengine wote wameshauawa.
na bado unasema kwamba Israeli haijafanikiwa katika vita vyake vya Gaza. Sikuelewi kidogo Abdul Fattah. Tukizungumzia nukta uliyoashiria kuhusiana na kupunguza au kusimamisha au kunusuru maafa makubwa ya roho za watu waliotokea Gaza, naam, bila shaka kama nilivyotangulia kusema kwamba kile ambacho wale wote wanaoangalia mpango huu kwa jicho la matumaini ni kusikia ile kauli ya kwamba vita vya Gaza vitamalizika na mauaji wa Palestina yatasitishwa. Na hiyo ndio kauli ambayo waziri wa mambo ya nje wa Qatar amekuwa akikariri kila mara kuonyesha kama ni mafanikio ya mpango huu. Lakini tukiangalia upande wa pili, tunaposema kwamba Israel haijaweza kuyafikia malengo ambayo ili yatangaza kuwa ndio malengo hasa ya kuanzisha vita tokea miaka miwili nyuma, ni kwamba ukweli unabaki kwamba mpaka sasa Israel haijaweza kwa nguvu za kijeshi kuweza kukomboa mateka wake mpaka muda huu, pamoja na kwamba inaendelea kufanya maangamizi katika ukanda wa Gaza. Na vile vile hatuwezi kusema kwamba imeweza moja kwa moja kuisambaratisha harakati Hamas, vinginevyo kusingekuwa na mpango huu kuainisha kwamba katika mambo ambayo yanatakiwa kufanyika ni kwamba haya mataifa ya nchi 8 za Kiislamu yachukue jukumu mataifa haya ya kuweza kuhakikisha kwamba yanaipokonya Hamas silaha, na vile vile Hamas inaangamiza miundombinu yake yote ya kijeshi yakiwemo mahandaki na mengineyo. Ina maana kwamba hili jambo ambalo Israel mpaka sasa haijaweza kufanikiwa kulifanya, na kile kitu ambacho hatuwezi kukikanusha bila shaka ni kwamba endapo hili linalotaka kufanyika sasa kama litafanyika, kama ulivyoeleza kwamba hatuna hakika kama hili nalo kweli litafanikiwa au la, lakini kitu ambacho hatuwezi kukikanusha ni kwamba endapo kitu kama hicho hakitofanyika, Israel chini ya uongozi wa Netanyahu itaendelea kufanya maangamizi mpaka mtu wa mwisho wa Gaza. Na hasa tusisahau kwamba wengine ambao wanazungumza hili kwa mtazamo chanya ni kwamba msimamo halisi wa Netanyahu, msimamo halisi asili wa Rais Trump na viongozi kadhaa wa Israel ni kwamba Wapalestina wote lazima wahamishwe Gaza, ima waangamizwe au wahamishwe. Kwa hivyo hii faraja inaonekana kwamba eti Wapalestina wataruhusiwa ubaki Gaza, hii niyo nayo pia ni faraja nyingine ambayo inaonekana kama ni kitu kikubwa ambacho ni kwa maslahi ya Wapalestina katika mpango huu. Nije kwako sasa Abdurrahman Mohamed, kwa mujibu wa maelezo ya mwanzo Fattah ni kwamba mpango ambao uliwasilishwa kwa viongozi wa nchi 8 za Kiislamu na Kiarabu wakiwa na Trump wiki iliyopita nchini Marekani, na mpango ambao uliwasilishwa na Trump mbele ya Netanyahu ni mipango miwili tofauti, au pengine ina tofauti kubwa sana kiasi cha kwamba huenda ikawa kile ambacho alikiunga mkono viongozi wa mataifa ya Kiislamu na Kiarabu sicho kile ambacho kitolewa baadaye. Kwa hivyo neno usaliti ambalo limetajwa muda mrefu na wachambuzi tangu wiki nzima hii wanawakosoa viongozi wa Kiarabu huenda lisifai, kwa sababu wao waliambiwa chingine na walichopewa kule kilichotangazwa pale nchi nyingine. Lakini wengine wanasema pia kwamba kuna mpango wa tatu pia. Mpango wa tatu ni mpango ambao Netanyahu kaenda kuambia wenzake Israeli. Unasemaje kuhusu hili? Kusema kweli, tukiuangalia kwa makini sana, mpango mzima ni vurugu, mpango ambao unaonekana hauna kina cha maelezo juu ya hasa nini kitaenda kutokea, na ni mpango kama ulivyoelezewa na mwenzangu aliyetangulia kusema Abdul Fattah, umemili sana upande mmoja, yani kutekeleza yale matakwa ya Israel. Kwa mfano, takwa kuu la watu wa Gaza na Palestina kwa ujumla ni kuwepo kwa taifa la Palestina. Hilo halikuzungumziwa au limezungumziwa kijuujuu mno katika mpango huu. Kwa maana hiyo, yale ambayo wanayataka wa Palestina au watu wa Gaza katika mgogoro huu hayakuzingatiwa. Na kama alivyozungumza kiongozi wa kijeshi wa kundi la Hamas, Izzuddin al-Haddad, yeye amesema kwamba anaamini mpango huu umekuja kuwamaliza Hamas. Kwa hiyo maelezo yake au maneno yake aliyosema kwamba kama watakubali au hawatokubali haitosaidia chochote. Kwa maana hiyo basi wao wanadhamiria kuendelea kupigana au kupigania Gaza. Kwa hiyo ni mpango ambao umemili mno upande mmoja, na hata ukisikiliza mazungumzo ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, yeye amekuwa akitoa maelezo ya kukubali mpango, lakini anapotoa maelezo anazungumza mambo ambayo sio yamewekwa kwenye mpango ule. Mathalan, anaweka wazi kwamba yeye hayuko tayari kuondoka moja kwa moja Gaza. Kwa hiyo hata kama wataondoka, basi hawataondoka moja kwa moja, wakati mpango ule unaeleza kwamba mara baada ya makubaliano Israel itatakiwa
kuondoa majeshi yake Gaza. Na kubwa zaidi ambalo ndio udhaifu wa mpango ule ni kwamba hauelezei matukio yatakuwa yanachukua muda gani. Mathalan, huu uongozi wa muda ulioundwa utakuwepo Gaza mpaka lini? Hakuna maelezo. Na kwa hiyo ni mpango ambao ni wa juu sana, hauna kina cha maelezo ambacho kinahitajika kuaminisha ulimwengu wa kimataifa ni mpango halisi ambao utaleta amani Gaza. Lakini mtu si angesema Abdurrahman Mohamed kwamba ndivyo ilivyo makubaliano yote makubwa kama haya, inakuwa si kwamba kila kipengele kinakuwa na undani wa kila ambavyo kitekelezwa, namna, mahala, wakati. Haya yanakuja tena katika ule mpango mkakati. Ni waraka ambao pengine una kurasa 500, 1000. Huu ni waraka ambao una kurasa 2 tu, ukiwa na vipengele 20. Bila shaka hauwezi kuwa unaweza kutaja kila kitu na kila mtu. Unasemaje? Ni kweli huwezi ukazungumzia kila ambacho kinahitaji kuzungumziwa ndani ya mpango wa awali, lakini walau basi uyaguse yale ya msingi na ya muhimu ambayo yanatarajiwa na pande zote mbili. Na katika kuyagusa hayo huko, basi kuwepo na angalau kile kinachoitwa wakati, kwamba labda uongozi wa muda wa Palestina utakaoichukua kuiongoza Palestina chini ya Donald Trump na mataifa ya Kiarabu na Israel, yakiwemo jambo ambalo ni la kushangaza kiasi fulani. Vipi unaunda uongozi wa muda wa pande mbili zenye mgogoro? Upande mmoja wa mgogoro unaondolewa kabisa, upande wa pili wa mgogoro unaingizwa kwenye uongozi. Sasa ni muda gani? Miaka 3, miaka 10, miaka 20, miaka 50? Kwa sababu kama hujasema awali huu utakaa muda gani, ina maana utakuwa na uhalali wa kuongoza hata miaka 20 ijayo bila ya kuhojiwa, kwa vile ni miaka 20 pia bado ni uongozi wa muda. Kwa hiyo ni mpango ambao kusema kweli unakosa vitu muhimu mno ambavyo vinahitajika kuwepo, pamoja na kwamba huwezi ukaingiza kila jambo ambalo linahitajika kuwepo. Naam, asante sana Abdurrahman Mohamed. Kwako Ibrahim Rahbi, miongoni mwa ukosoaji, na hapa ametaja pia Abdurrahman Mohamed, wa mpango huu ni kwamba hautaji kabisa kile kitu kikubwa ambacho Wapalestina wenyewe wanakitaka, yani kuanzishwa kwa dola lao. Lakini angalau niposoma kipengele cha 19 na 20, vipengele vya mwisho viwili kabisa vya mpango huu vinataja kitu hicho. Kwa mfano cha 19 kinasema kwamba wakati uendelezaji wa Gaza ukiendelea, maana ujenzi majengo na kurudisha huduma, na wakati ambapo mamlaka ya Palestina itakuwa imetekeleza kikamilifu mpango wa mageuzi, basi na hapo itakuwa tayari masharti yameshafikiwa ya kuwa sasa na dola la Palestina, ambalo imesema mpango huu kwamba tunatambua kwamba ndio dhamira kubwa ya watu wa Palestina. Kipengele cha kumelezwa hii inasema kwamba Marekani itaanzisha majadiliano kati ya Palestina na Waisraeli kukubaliana juu ya misingi ya kisiasa kwa ajili ya kuwa na ujirani au tuseme mualaka wa pamoja, kuishi pamoja kwa amani na kwa maendeleo. Kwa hivyo angalau hiki ambacho kinakosolewa na wengi, mimi nakiona kinatajwa hapa, au hiki sicho ambacho kinamaanishwa. Bila shaka Hamas na Wapalestina wanafahamu rekodi hapa ya Marekani na Israeli kushughulikia matatizo yao, na ndio maana unaona kuwa hili hawalipi nguvu kwa kiwango hicho, kwa sababu ukirudi nyuma sana, ukija kwenye mkataba wa Camp David mwaka 79 kati ya Misri na Israeli, ambao ulianzisha uhusiano rasmi wa Misri na Israeli, kulikuwa kuna kifungu ambacho kilikuwa kinataka, kwa sababu Israeli alichukua Gaza ikiwa kwa Misri, au alichukua mpaka eneo la Sinai. Sasa wakati anarejesha, hakuirejesha Gaza. Aliahidi katika mkataba ule kuwa itachukua miaka 5 kuirejesha na kutoa uhuru wa Palestina. Kwa hiyo tunahesabu kutoka 79 ilikuwa mwaka 84 watu wa Palestina wawe na uhuru kwa mujibu wa mkataba wa kwanza kati ya Misri na Israeli. Mwaka 93 mkataba wa Oslo ulitaja miaka isiyozidi 5 ya uwepo wa taifa la Wapalestina. Ukasainiwa mkataba wa mwaka 93 kati ya Bill Clinton, Yitzhak Rabin pamoja na marehemu Yasser Arafat pia. Lakini nini kilichofuata? Yitzhak Rabin akauawa mwaka 95 na mkataba ule ukatupiliwa mbali. Sasa kinachoogopesha kwenye huu mkataba wa sasa ni mkataba wa kisheria ambao unalindwa na vifungu vyote vya kisheria. Lakini hapo nyuma tayari tumekuwa na mikataba ya kisheria ambayo inalindwa na sheria, na Israeli hakuweza kuheshimu hata mmoja. Sasa huu wa sasa
hii mkataba, hili ni takwa au ni hitaji la Donald Trump na Israeli kuwa wameliweka. Sasa utekelezaji wake ni upi? Uwajibikaji upi? Maanake ukisoma yote yaliyoandikwa, hakuna sehemu ambayo imetaja labda Israeli itawajibika kisheria ikiwa haitotekeleza. Tunayaona yote yameelekezwa upande mmoja tu, kuwa upande mmoja ndio utawajibishwa na haya yote yatokee. Sasa kwa nini upande mmoja uwajibishwe na upande mmoja haupo? Lakini kigugumizi kingine au ukakasi wengine kwenye huu mkataba ni kwenye kile sehemu ambacho wanasema kuwa kutakuwa na uingiaji wa misaada. Katika hili la uingiaji wa misaada, wanarudi tena kwenye kusema kuwa tutafuata katika makubaliano ya Januari 19 vile vifungo vitumike, ambapo Israeli alitaja kuwa gari 500 zitaingia na akavunja wakati huo zikawa chini ya gari 50 kwa siku. Turudi hapo. Sasa kama tumeshamaliza vita na kila kitu kimekwisha, kwa nini turudi kuwekeane namba ya roli kuingia, ngapi zisiingie, na kwa nini Israeli abaki hapo kuendelea kucontrol? Kingine kuwa kwa nini Hamas asalimishe silaha wakati Hamas alikuwa akigombana na IDF na IDF abaki eneo lile lile kwa ajili ya kuwatazama tena Hamas, na wakati kulikuwa kuna uwezekano wa kuleta vikosi vya kimataifa viwe hapo. Sasa kwangu mimi ukitazama kwa jumla, wamezungumza wazungumzaji wa kwanza, wameeleza vizuri kabisa. Kwangu mimi mkataba huu au ujio wa haya makubaliano yalikuwa na lengo moja kubwa, kufuta makubaliano ya kisheria ambayo yalianzishwa kwenye mkutano wa UNGA 79 mwaka jana, wakati Saudi Arabia na Ufaransa walipopewa jukumu la kuanzisha mchakato wa taifa la Palestina, ambao mwitikio wake ndio huu sasa wa Ufaransa, Uingereza, Canada, Australia, wote walikuwa wanaenda kwenye njia ambayo ilikuwa ni sahihi. Kwa hiyo mkutano huu wa UNGA 80 ulikuwa unatakiwa sasa ukazie kwenye masuala ya kisheria, kwa sababu njia ya Umoja wa Mataifa ndio njia sahihi kabisa. Lakini hili linalotokea huko pembeni ni utashi wa Donald Trump na Netanyahu, kitu ambacho hakiwezi kuaminika kwa vyovyote vile. Naam, mmoja nimefahamu, Ibrahim Rahabi, hofu yako wewe ni kwamba kwa sababu huko nyuma kumekuwa na uvunjwaji mwingi wa makubaliano ambayo Wapalestina wameingia na Waisraeli chini ya Marekani, huoni kwamba kuna makubaliano mengine yote yale ambayo yatatekelezwa? Ni kama vile unasema kwamba aliyeumwa na nyoka akiona unyasi anashituka. Kwa hivyo hofu zako zinajengwa juu tu ya historia kwamba hivi ndivyo imekuwa, kwa huoni kama yatekelezwa. Huna imani na watekelezaji wa makubaliano haya kama wataweza kutekeleza na kwa hivyo kutimiza wajibu wao. Kwa hivyo si kwamba ndani yake hamna kitu ambacho kinatekelezeka, hakuna kitu ambacho kina manufaa kwa pande zote mbili, isipokuwa unaona kwamba hapana, hata kingelikuwemo hakitekelezwi. Hapana, nafikiri vyote vinakwenda pamoja, kuwa kuna vitu havitekelezeki, lakini hata yaliyoandikwa katika mkataba ni mambo ambayo hayastahili kuandikwa, kwa sababu ukitazama kwa tathmini utaona ni juu ya 80% mambo yote yaliyoandikwa kwenye mkataba yamekuwa ya upande mmoja, halafu upande mwingine haukushirikishwa kwa namna yoyote, kwa sababu ukirudi nyuma walioandaa mkataba huu wanafahamika kuwa ni taasisi ya Bill Clinton. Walioandaa mkataba huu ni Jared Kushner, alishiriki Steve Witkoff, alikuwemo Donald Trump. Hawa wote ni wa upande mmoja, lakini upande wa pili walishirikishwa taasisi ya Tony Blair, sio Bill Clinton. Taasisi ya Tony Blair ambayo ilishirikishwa kwenye kuandaa hivi vitu. Lakini rekodi nyingine mbaya ambayo inatupa wasiwasi kuhusu utekelezaji, kwa sababu tumekuwa na maazimio. Azimio linapotoka la Umoja wa Mataifa ni azimio la kisheria ambalo utekelezaji wake ni wa kisheria. Hata asiyetekeleza anawajibishwa kisheria. Tukirudi mgogoro wa Israeli na Hezbollah wa mwaka 2006, lilitoka agizo la kisheria ambalo lilitaka Israeli aondoke, ambalo limehuishwa hivi karibuni ukaongezewa, lakini leo tuna rekodi ya zaidi ya mara 2500 Israeli imekiuka makubaliano ndani ya Lebanoni. Lakini mwaka 74 tulikuwa tuna makubaliano ya kisheria yaliyoondoa vita ya kuanzia 67 mpaka 74 kati ya mgogoro wa Syria na Israeli kwenye milima ya Golan. Ondoka kwa Bashar al-Assad, Israeli wamevunja. Leo Israeli vikosi vyake viko ndani ya ardhi ya Syria na hakuna uwajibikaji wowote wa kisheria unaomwajilisha Israeli kisheria. Sasa iwe hawa kisheria hawajibiki, iwe hili hitaji la kutakwa la Trump, vipi atawajibika nalo? Kwa sababu kwa hili la Trump halina uhalali kwa serikali ijayo, kwa sababu halikupitishwa na bunge lolote ya Marekani wala wanasheria wote wa Marekani. Ni takwa la Trump, na Trump ana miaka 3 ijayo. Ukiangalia vifungu vinaonyesha kuwa IDF aliondoa, hakuna muda. Wakati gani? Je, Trump atakuwepo? Hayupo. Wanawajibika kwa nani? Hawapo. Kama Israeli walivunja mkataba wa mwaka 74 baada ya miaka 50 pale Syria, wakasema kuwa serikali ya Bashar al-Assad haipo,
na sisi hatuwezi kutekeleza kwa sababu ile serikali haipo. Sasa vipi ikiwa Donald Trump hata kuwepo madarakani na haya ni matakwa yake na Israeli unavyowafahamu, je, watawajibika? Lakini angalau kwa swala la Syria, hoja ya Israeli haikuwa kwamba Bashar ameondoka sisi tunaingia. Hoja yao ni kwamba usalama wetu haupo salama mikononi mwa ambao hatujui wameingia madarakani. Kwa hivyo wanataka kuhakikisha usalama wao, na bila shaka kuhakikisha usalama ni wajibu wa kila taifa ulimwenguni. Lakini vikosi vya Umoja wa Mataifa vilikuwepo kwenye eneo husika na wala havikutoa taarifa kama kulikuwa kuna tishio lolote la usalama. Maanake aliyekuwa anawajibika ni Umoja wa Mataifa kwenda kuangalia kuwa kuna tishio, sio Israeli. Na pili, kuhusu suala la kwamba unaona hakuna upande mwingine ambao umeshirikishwa kwa upande wa Palestina unakusudia katika suala hili, lakini tumesikia kwamba hata kabla ya tamko lenyewe kutolewa tayari serikali ya mamlaka ya ndani ya Palestina chini ya Mahmoud Abbas ilisema kwamba iko tayari kushirikiana na Trump kwa ajili ya mpango wa amani wa Israel. Tayari baada ya kutoa tangazo lenyewe, serikali ya Mahmoud Abbas ambayo ndiyo mwakilishi halali wameshaonesha kwamba wako tayari kushirikiana kuweza kufanya hili. Kwa kweli ni kweli unachokisema kuwa, lakini tukirudi kwenye serikali ya PA na hili ambalo linazungumzwa hivi sasa, nimeshangaa kuwa kwenye swali la pili ulizungumzia kuhusu kuvuja kwa taarifa kuonekana kama kuna vifungu vilikuwa vimebadilishwa. Wanadai hivyo, ikiwemo kifungu ambacho kilikuwa zinataja namba ya gari zitazoingia, lakini lini vikosi vya IDF vitaondoka. Ni baadhi ya vifungu vinavyotajwa kuwa vilibadilishwa. Lakini tuna mkutano wa Arab League ulikaa miezi michache iliyopita, ulikuja na tamko hili ambalo walileta Hamas kuweka silaha, wataka waachiliwe na vitu vingine vyote. Kwa hiyo sidhani kama nakubaliana na yote kuwa eti kuna baadhi ya vifungu ilikuwa vimegeuzwa ndio maana wakaamua kutangaza. Tuseme kweli kuwa kuna baadhi ya vifungu labda vilibadilishwa, lakini still Hamas hawajajibu. Wao walipaswa sasa warudi, wale ambao walikaa na Marekani ikiwemo Qatar, Saudi Arabia, Uturuki na nchi zingine, warudi kukaa kwenye meza waseme kuwa hili hatukukubaliana, hili halikuwemo, tunaomba kwanza virekebishwe, hivi ndio viendelee. Kwa nini baada ya kuona yote yametolewa tunaona Uturuki naye anaongezeka kwenye listi ya nchi, anajiunga na Misri na Qatar kwa ajili ya kwenda kuamua hii kesi? Kwa nini wasirudi nyuma walikokosea kwa Trump kuwa bana, hatukukubaliana hiki, tunatakiwa turekebishe hiki ili tuwalazimishe hawa wakubali, kwa sababu wao umegeuza. Matokeo yake taarifa hizi zote tunazipata kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa usaliti sio uliotokea upande mmoja, hata waliojulikana kama ni ndugu wa Palestina pia na wenyewe wameamua kuiuza Palestina. Serikali ya Mahmoud Abbas si serikali inayokubalika na Wapalestina kwa namba, kwa kila kitu. Imekuwa ni serikali ambayo ikilaumiwa kila mara, na ndio maana haikuwahi hata kwenye uchaguzi wa mwaka 2007 kule Gaza ilishindwa, kwa maana kuwa haina mamlaka upande wa pili, na hata kura ya ndani inaonekana kuwa si serikali inayoungwa mkono na Wapalestina. Maana kuwa serikali ya PA haiwakilishi wa Palestina kihalali, isipokuwa inawakilisha wa Palestina kisheria kutokana na zile sheria za kimataifa, kama ilivyo serikali ya Yemen inaowakilisha kwenye mikutano ya Umoja wa Mataifa. Na ukitazama idadi kubwa ya Yemen wako upande mwingine kabisa, ambako kuwa hawana uwakilishi wa hiyo serikali inayotambulika kimataifa. Bila shaka ni swala la mjadala wa kina hilo kuhusu halali na ukosefu wa halali na wa kisheria pengine wa kisiasa. Asante, nitarudi kwako sasa Abdul Fattah Musa ukiwa Tehran. Tumesema kwamba hatujali katika mjadala huu, hatuangalii ikiwa utaridhiwa ama usiridhiwe, utapitishwa usipitishwe, watekelezwe ama usitekelezwe. Tunaangalia tu kilichomo ndani yake, ikiwa kinamaanisha nini panapohusika swala zima. Manake vita ambavyo vinaendelea sasa Gaza ni swala moja kati ya masuala yanayohusu mzozo wa Palestina na Israeli, lakini kuna swala pana zima kabisa, swala la kuwa na mzozo ambao umedumu kwa zaidi ya karne 7 sasa, na mzozo ambao mpaka sasa hujapatiwa majibu yote yale. Kwa hivyo swala ni kwamba je, mpango huu hivi ulivyochora, unadhani kwamba unaelezea namna ambavyo siku za baadaye za uhusiano baina ya Wapalestina na Waisrael kwa upande mmoja, upande mwingine baina ya majirani wote wa Mashariki ya Kati na Ghuba yatachoreka? Rais Trump alivyozungumza, unafahamu kwamba bila shaka ana malengo mapana sana kuhusiana na mpango huu, na mpango huu bila shaka unalenga nchi karibu zote za Mashariki ya Kati, ikiwemo pia Lebanon, halikadhalika Syria, na pamoja na hata baadhi ya nchi pengine zilizo nje ya eneo hili la Mashariki ya Kati kama nchi zenye mataifa ya Waislamu kama Azerbaijan na nyinginezo. Kuna vitu vitatu hapa ambavyo kwa haraka tunaweza tukaviashiria kutokana na maelezo ambayo Rais Trump ameyatoa na akayaelekeza kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. La kwanza
ni suala zima la kuhuisha mpango unaoitwa wa kuanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia na Israel wa Abraham Accords. Huu ni mpango ambao inaonekana wazi kwamba hizi nchi za Kiarabu na nchi za Kiislamu miongoni mwao ambazo bado hazijaanzisha uhusiano na Israel, huenda kupitia mpango huu alioulenga Rais Trump, nazo pia zinataka kuingizwa kwenye mkondo huu. Na tunajua kwamba nchi moja muhimu sana hapa ambayo imekuwa muda mrefu inatarajiwa kwamba ichukue hatua hii ni Saudi Arabia. Vile vile kuna nchi pengine hata kama ni Qatar, halikadhalika nchi hata kama ni Azerbaijan, ambazo zinaonekana kwamba hizo na nyinginezo zinatakikana pengine ikiwezekana kuingia kwenye mkataba huu, hatua ambayo kwamba inapochukuliwa kwa sehemu kubwa sana haiwi inalenga kuweza kusaidia suala la Palestina kuwa na nchi yao. Na kitu ambacho kimeonekana wazi ni kwamba kama Wapalestina wataachiwa kubaki katika ardhi ya Gaza, na tusisahau kwamba suala la Gaza limezungumzwa sasa katika sura ya kushangaza kwamba halikuhusishwa kwa namna yoyote na ukingo wa Magharibi ambao kila siku unaendelea kumegwa, na msimamo wa kule ni kwamba viongozi wa serikali ya sasa Israeli wameshatangaza na Netanyahu kusisitiza kwamba hakutakuwa na nchi ya Palestina. Kwa hivyo mahusiano ambayo mtu kama atayatasawari akilini mwake kwa mtazamo chanya sana kuhusiana na Gaza ni kwamba ardhi ile kuwepo wa Palestina ambao ni watu tu wa jamii fulani wanaoishi wakiwa hawana serikali, hawana jeshi, hawana mamlaka yote ya kimataifa, ni watu ambao wamewachwa tu katika ardhi fulani kwamba waishi kama ni jamii ya aina fulani ya watu. Kwa sababu msimamo wa Israeli uko wazi kwamba haikubali kuundwa nchi ya Palestina. Rais Trump mwenyewe amelitamka hadharani kwa lugha ya dharau kuhusiana na hayo mataifa ya Ulaya na Magharibi yaliyokubali Palestina kwamba yamechukua hatua ya kipumbavu kuitambua nchi ya Palestina. Ametamka hadharani hilo. Kwa hivyo ni kuonyesha wazi kwamba yeye mwenyewe binafsi, Israel katika msimamo wa wazi ni kwamba hazikubali kuwepo au kuundwa nchi ya Palestina. Kwa hivyo kile ambacho tunakiangalia katika muda mrefu, na tukiangalia sasa hivi jinsi Israel ilivyoendelea kujitanua kijeshi Lebanon, ikiwa na msimamo huu wa Hamas kwamba na Lebanon nako pia serikali ya Lebanon ihakikishe inawapokonya silaha Hizbullah ili kuhakikisha kwamba Israel katika maeneo yote yaliyoizunguka hakuna tena kile kinachoitwa tishio la mukawama au mhimili wa mukawama, axis of resistance, wa makundi mbalimbali ambayo yamekuwa kwa muda mrefu yakiungwa mkono na yakisaidiwa na Iran katika kutoa mashinikizo dhidi ya Israel kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapatikana uhuru na ukombozi wa Palestina. Kwa hivyo malengo ya muda mrefu juu ya mpango huu yanaonekana wazi, ni kuhakikisha kwamba katika Mashariki ya Kati kila kitu kinatayarishwa na kinawekwa kuhakikisha kunadhaminiwa usalama wa Israel, unaipa nguvu Israel na kuhakikisha wale wote ambao wataonekana kuwa ni tishio la Israel ima wanaangamizwa au wanakubali kuwa karibu na kuanzisha uhusiano mzuri na Israel. Kwa hivyo ni kusema kwamba angalau kwa jicho hili Trump anaiona Mashariki ya Kati na Ghuba ijayo katika miaka ya mbeleni kwamba itakuwa salama bila kuwa na taifa au kuwa na harakati zote ambazo zinaleta machafuko dhidi ya dola la Israel. Kwake hiyo ndio salama, ndio Mashariki ya Kati ilikuwa salama. Bila shaka yote, huo ndio mtazamo ambao yeye alionao na ndio mtazamo ambao Israel pia inao, ingawa bado tunajua kwamba Netanyahu ametangaza msimamo wa kuwa na Israel kubwa au Israel kubwa zaidi, ambayo hiyo nayo kwa namna moja au nyingine inayalenga hayo mataifa ambayo yanatarajiwa kwamba yaanzishe uhusiano mzuri na wa kiusalama na Israel. Naam, asante sana. Abdurrahman Mohamed, makubaliano haya au nikisema ndio unakosea. Mpango huu umetangazwa ikiwa pengine ni wiki chache tu baada ya hiyo hatua ambayo imetajwa ya baadhi ya mataifa ya Magharibi yaliyokuwa yamekaa nyuma muda mrefu kuhusu swala hili, Ufaransa, Canada, pengine Australia na mataifa mengine, kutambua dola la Kipalestina na dola la Palestina, kutambua kwamba lipo, kwamba linapaswa kuwa huru na vitu kama hivyo. Kwa namna gani au kwa namna yoyote ile utambuzi huu wa dola la Palestina una maana katika uhalisia? Utambuzi wa dola la Palestina ni kitu cha msingi sana, lakini iwapo wahusika katika mgogoro hawataheshimu hilo, basi na hakuna hatua yoyote ambayo itachukuliwa dhidi ya wale ambao wanahusika katika mgogoro, basi utambuzi huo utakuwa hauna faida kubwa. Ninachomaanisha hapa ni kwamba iwapo
Israel haitalazimishwa au haitawekwa katika hali ambayo na wao wanahitaji kuheshimu taifa la Palestina, basi kuitambua Palestina kwa Uingereza na Ufaransa na mataifa mengine yoyote yale hakutakuwa na maana kubwa sana, kwa sababu kwa mfano baada ya kutambuliwa kwake, kilichoendelea kutoka upande wa Israel, hasa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ni kuyashutumu mataifa hayo kwamba yanakubaliana na magaidi, kwamba hilo ni takwa la Hamas na wao wanaizawadia Hamas kwa matendo yake kwa kulitambua taifa la Palestina. Kwa hiyo Israel inajaribu kuonyesha kwamba hilo ni kosa kwa upande wa magharibi, kwa maana na wakiweka ahadi za wazi kabisa kwamba wao hawako tayari kulitambua taifa la Palestina. Kwa hiyo kutambua peke yake bila ya kupanga mikakati ni vipi taifa hilo litaweza kusimamishwa hakusaidii sana, kwa sababu ni kauli tu ambayo haina matendo yoyote ndani yake. Na kwa hivyo anakusema kwamba hata mpango huu nao hauongezei chochote katika hiyo ndoto ambayo pengine kama ingelikuwa ni kuanzisha pengine ingelikuwa ni kutafuta suluhu la muda mrefu, ingelikuwa ni kwamba wale watu ambao wanakabiliana katika mgogoro wenyewe waweze kuona uso kwa macho kuzungumza, na hapa ambao wamesema Rahabia na hawaoni watu wakizungumza uso kwa macho, kwa sababu hawana kiwango kimoja cha uwezo. Wote si dola kwa dola, si jeshi kwa jeshi, si vitu ambavyo vinaweza kukameza moja kuzungumza. Huu ni mpango, nadhani wazungumzaji waliotangulia, hasa mwenzangu aliyeko Dar es Salaam Rahabia, amesema wazi kwamba huu si mpango halisi wa kuleta suluhisho, kwa sababu ukiangalia ni mpango wa kuondoa kile kinachoonekana upinzani dhidi ya Israel. Hamas wana kitu gani sasa hivi cha kuipigania nchi yao? Mambo mawili tu. Mateka waliokuwa nao katika mpango huu wamepewa masaa 72 wawarudishe mateka. Mara baada ya kukubali, wana masaa 72 tu wawarudishe mateka wote, na vile vile waweke silaha chini. Baada ya hapo, ina maana Palestina haitapiganiwa tena. Iwapo hilo litakubalika, hakutakuwa na mtu ambaye atasimama kuipigania Palestina, kwa sababu karata pekee walionayo inawapa nguvu sasa hivi ni hao mateka, wanatakiwa warudishe haraka. Tena wakati mpango huu hauna suala la muda katika kila jambo, suala la kurudishwa kwa wafungwa wa mateka wa Israel limepewa masaa 72 tu, ambapo hata kiuhalisia utekelezaji wake sidhani kama utawezekana kuwarudisha mateka kwa muda wa 72, kwa sababu kutakuwa kuna mambo mengi yanahitajika kufanyika katika kuwarudisha mateka wale, na muda huo ni mdogo mno. Kwa hiyo ni kama kwamba vile ni mpango wa kuwabana tu wa Palestina na wale wote ambao wanaipigania Palestina, na kuwaweka katika hali ambayo wawe hawawezi tena kujitetea kijeshi. Lakini hili itakuwa swali langu la mwisho, sababu muda unakwenda, kwa nyote watatu, ni kwamba unapokuwa nje ya eneo la Gaza hivi sasa, hata kama unahisi maumivu ambayo wanayapata watu wa Gaza, bila shaka pia unahisi na maumivu ambayo wanapata Waisraeli ambao ndugu zao wapo katika hali hii ya sasa, kwamba mabomu yanaanguka katika mahandaki pengine ambapo wamo na vitu kama hivi vinatokezea. Inakuwa huwezi kupata hasa undani wa hisia kwa mzazi, kwa mfano, ambaye anaamka asubuhi chini ya mabomu na chini ya mashambulizi, alafu mtu wake anamwambia, baba nitakula nini leo, mama nitakula nini leo. Kwa hivyo angalau kwa watu wa Gaza ambao waendelea katika hali hii, mpango huu ambao utaweza kumaliza hayo mashambulizi, nao pia si mpango mzuri. Kwa hiyo watatu, nitaanza kwako Rahbi, halafu nitakuja kwa Abdul Fattah Musa, tutamalizia tena kwa Abdurrahman Muhammad. Bila shaka ni mpango bora kabisa. Unajua, picha za Gaza wakati mwingine haziwezi kuangalika, yani huwezi kuzitazama wala kuzipekua. Ni ukiukwaji ambao umevunja rekodi kabisa, yani ni wa kiwango cha hali ya juu sana. Mpango huu ni bora, na hata watu wa Gaza bila shaka wengi hawajui nini kinaendelea. Haya tunayozungumza sisi tunaona tuko huku, lakini mimi lawama zangu ningezipeleka kwa majirani ambao wanatajwa kuwa walishirikishwa katika hili, na wao ni katika wale ambao walituambia wameuchungulia ule mkataba kabla hata hujatoka, zikiwemo nchi ambazo zinafahamika za Kiarabu na nchi ambazo huitwa nchi za Kiislamu, au nasema nchi zenye idadi ya Waislamu wengi. Walitupa taarifa ya mapema, manake kuwa wale walipaswa kuwa wawakilishi hasa halisi, kwa sababu wale ni ndugu zao na walitakiwa kuchungulia kifungu baada ya kifungu kuwa
je, mpango huu ni halisi au ni mpango ule ule ambao tuna rekodi za nyuma? Kwa hiyo utaona kama kuwa watu wa Gaza wameamua kuachwa kama wenyewe. Maanake kuna wakati unasikia sababu za Netanyahu kuwa unawapa Hamas zawadi. Ukichukua Hamas pamoja na wale PIJ, Palestine Islamic Jihad, hawazidi wapiganaji 50,000 katika eneo la Gaza ambalo lina wakazi zaidi ya 2.3 milioni. Kwa hiyo ni idadi ndogo sana ya kwao, lakini ambao hawahusiani na Hamas wala Islamic Jihad ni wengi zaidi. Kwa hiyo unapowapa zawadi kuitambua Palestina, hujawapa Hamas, umewapa mamilioni ambao sio Hamas wala sio Palestina Islamic Jihad. Kwa hiyo mpango huu kwa kweli ni mgumu, lakini pia kuna wakati unatakiwa utekelezwe kwa ajili ya kuwanusuru wale wengine. Lakini wanasema kuwa vita ya uhuru ni vita ya kafara, ambayo rekodi yote duniani imesoma kuwa uhuru umepatikana kwa shida sehemu nyingi duniani. Kuna vifo vingi vimetokea, watu wengi waliuawa kwa ajili ya uhuru, lakini uhuru ni kafara, inabaki tu kuwa ni hivyo. Naam, bwana mwenyekiti, nakusikia. Anasema kama nilivyotangulia kueleza ni kwamba kila mtu anayeuangalia mpango huu wa Trump anauangalia zaidi kwa jicho la faraja, katika mtazamo huo kwamba vita Gaza vitakomeshwa, vitahitimishwa, na angalau wa Palestina wa Gaza watapata faraja ya kupumua baada ya miaka miwili ya vita hivi angamizi. Lakini swali ambalo linabaki la kusubiri kwamba kwanza ni kuona kwamba hayo yanayotarajiwa kufanyika, kuweza angalau watu hawa wakaweza kuwa wanapata riziki yao ya kila siku, wakaweza kuishi maisha ambayo wanastahili kuishi binadamu wa kawaida, kwamba hilo nalo kwanza litathibiti hivyo inavyotarajiwa. Hilo ni jambo ambalo nalo pia kwa mtu kama Netanyahu ni la kusubiri na kungojea na kuona. Lakini la pili pia lile ambalo ndio tunabaki kuliangalia kwa mtazamo wa tamaa na hofu kwa wakati mmoja, ni kwamba kitakachofuata baada ya hapa, ambacho nacho hakina mpaka, kama ni muda wa mwaka mmoja, 5, 10 au 20 kama walivyotangulia kuzungumza wenzangu, kwamba je, hatima ya yote haya ni kwamba kweli iko siku tutakuja kushuhudia kuundwa kwa nchi huru ya Palestina, au ni kwamba kile ambacho Rais Trump alikuwa anakitaka na Netanyahu vile vile amekuwa anakitaka, na Waisraeli wenye misimamo mikali wa mrengo wa kulia wamekuwa wanakitaka, kwamba Wapalestina wote wahamishwe katika maeneo ya ukingo wa Magharibi na Gaza, watawanywa katika nchi za Kiarabu, na ardhi yote iliyokuwa Palestina ibaki kuwa ni nchi moja inayoitwa nchi ya Kiyahudi ya Israel. Ndilo ambalo litakuwa ndio hatima ya mgogoro huu. Kwa hivyo kile ambacho kinabaki kuwa ni kitu cha kusubiri na kuona, na vipi dunia kwa umoja wake baada ya kuamshwa na vita hivyo miaka miwili, kutambua nini hasa kinachotokea Palestina na nini hasa maana halisi ya Israel. Tuone nini kitakachotokea, ndicho kitakacho kusema kwamba kama alivyosema Bwana Rabi kwamba ukombozi na uhuru una gharama kubwa sana. Kwa hivyo kama ikiwa gharama zote hizi mwisho zitakuwa ni kupatikana nchi huru ya Palestina, zitakuwa na thamani, lakini kama itakuwa ni kuishia mwisho wa kufutwa ndoto ya kuwepo nchi ya Palestina, bila shaka haya yote yatakuwa kwa mazingira ya kawaida yatakuwa yamepotea bure. Naam, mpenzi msikilizaji, nasikitika kwamba muda umemalizika, kwa hivyo hatuwezi tunakuwa naye hapa Abdurrahman Mohamed upate kutujibia ikiwa anadhani kwamba angalau kuna afadhali ndo kwenye mpango huu ambao umetangazwa na Trump. Lakini walikuwa ni wachangiaji wetu hawa, washambuzi wetu kutoka Tehran, Abdul Fattah Musa ambaye amesema muda hapo, Ibrahim Rahbi akiwa Dar es Salaam Tanzania, na Abdurrahman Mohamed akiwa Leicester nchini Uingereza. Leo tumeangalia mpango wa vipengele 20 wa Trump kwa ajili ya amani ya Gaza. Naitwa Mohamed Khelef, na kwaheri hadi mara nyingine. Asante sana Mohamed Khelef kwa mduara huo, ambapo hivi sasa basi msikilizaji nenda kupokea makala, ambapo hivi leo basi nenda kupokea makala baada ya mahojiano hayo.